nitakapokufa mimi na nyinyi kuondoka na jeneza langu, ima kunipeleka msikitini kuswaliwa ama kunipeleka kaburini, fa asri'u bi almashya, muharakie wakati mnatembea na kaburi langu, muharakishe kupeleka jeneza langu, msitembee taratibu taratibu kama wanavyofanya manaswara wanapopeleka maiti zao kwenye kuziko. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin, wa usalli wa usallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khayral hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma a'idhna minan nari, Allahumma a'idhna minal bid'ah. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na wadhi huu au darsa hizi kupitia chombo hichi cha Halali Charity TV ili kuzidi kuelimishana, na kama si kuelimishana basi ni kukumbushana. Leo tutaendelea na mazungumzo yetu kuhusiana na ahkamul janaiz, masala yanayofungamana na matayarisho ya maiti ya Kiislamu. Ikiwa kwenye kikao cha nyuma tulianza kuzungumzia yale yanayompasa mgonjwa, tukazungumza tuliyozungumza kuhusiana hayo yenye kumpasa mgonjwa, tukafikia mahala ambapo ni pa kusimama kwa sababu ya muda wa muhadhara, lakini leo tunaendelea mbele kuunganishia hayo tuliyozungumzia kwenye kikao cha nyuma. Kwenye yale ambayo mgonjwa anapaswa kuyatambua, la mwisho tulilozungumzia ni kutimiza wasia ama kuweka wasia ambao atataka utimizwe baada yeye kuondoka ulimwenguni, iwapo maradhi yale yatakuwa ni sababu ya kuondoka kwake. Lakini tukiendelea kulizungumzia hili la wasia, swala la wasia lina mwongozo wake tuliowekewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haliko hivi hivi bila kuwepo na miongozo au kanuni. Miongoni mwa yale ambayo yamewekwa kwenye wasia ni haya yafuatayo. Asema wayajibu an yusi li aqribaihi alladhina la yarithuna minhu, katika wale ambao anataka yeye wasia wake uende kwao, hakisha kwamba wasia ule hautakuwa ni kwa wale watu wake wa karibu ambao wanamrithi. Kama kuna kitu katika mali zake anataka kuzihusia, kwenye mali zake kuna kitu ataka kukihusia, kitu kile kiende kwa mtu, basi hakikisha kwamba yule atakayemuhusia kupawa sehemu ya mali yake asiwe ni katika watu wake wenye kumrithi. Liqaulihi tabaraka wa taala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa taala aliposema, kutiba alaikum idha hadhara ahadakumul mautu, umefaradishiwa mmoja wenu akifikiwa na mauti, in taraka khairanil wasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan ala almuttaqin, kwamba aache wasia kwa njia ambao ya wema, na hili ni haki kwa wacha Mungu kuweza kutimiza wasia ama kuweka wasia kwa watu wao wa karibu wasiokuwa warithi wao. Hilo ni la kwanza. Hakikisha kwamba yule atakayekuwa amemwekea wasia kupawa sehemu ya mali yake asiwe ni mtu wake wa karibu ambaye wamrithi. La pili, walahu an yusi bithuluthi min malihi wala yajuzu aziyadatu alayhi balil afdalu an yanqusa minhu,
yani ausie kwenye thuluthi ya mali yake, wala asizidishe zaidi ya thuluthi ya mali yake, bali itakuwa ni bora iwapo itakuwa chini yake. Yani kama kuna ile mali ambayo Allah amemjalia kuipata katika maisha yake na anaona kwamba ana sehemu katika mali hiyo, anataka kuhusia sehemu ile iende kwa mtu au kwa watu, basi ni kiwango cha thuluthi ya mali yake, isizidi thuluthi yake, na itakuwa bora kama itakuwa chini yake. Kwa hadithi ya Saad bin Abi Waqas radhiallahu anhu qala, asema kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi hajjatil wada, asema nilikuwa na mtume katika hajjatul wada, famaridtu mardan, nikawa mgonjwa, ashfaqtu minhu ala almaut, ugonjwa wangu huo nilihisi au nilikaribia kufikia kwenye mauti. Faadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akanitembelea kwenye maradhi yangu hayo. Faqultu, nikasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna liya malan kathira, mimi nina mali nyingi sana, walaysa yarithuni illa ibnatun li, na sina wa kunirithi ila mtoto wangu tu wa kike aliye mmoja. Kwa hivyo fausi bithuluthi mali, je, nao ruhusa ya kuhusia thuluthi mbili za mali yangu iende kwa watu wengine? Qala la, mtume akasema la, hapana. Qala qultu bishatri mali, je, niusie nusu ya mali yangu, kwa kuwa wakunirithi ni mmoja tu, nigawanye mali yangu nusu katikati yake, niusie iende kwa watu wengine au iende kwa mtu mwingine? Qala, mtume akasema la, haiwezekani. Qultu fa thuluthu mali, asema sahaba huyu, nikamuuliza tena mtume, vipi kuhusu thuluthi ya mali yangu, naweza kuhusia? Mtume akasema thuluthu wa thuluthu kathir, kama ni thuluth sawa, lakini hata hiyo thuluthi pia ni nyingi, ikiwa chini yake pia itakuwa vizuri zaidi. Kisha mtume akamwambia Saad, innaka ya Saadu, hakika wewe Saad, antadaa warathataka aghniya khairul laka, kuacha warithi wako kuwa matajiri ni bora kwako, min antadaahum alatan yatakaffafuna nnasa, kuliko kuwaacha maskini wanaomba watu. Wakati umejaliwa na mali, lakini mali ile ukaanza kuipeana bila kuwajali warithi wako kwenye mali ile ambayo ingewasaidia kwenye maisha yao, wakabakia wanaomba. Kwa hivyo ni vizuri lau kama mali hiyo utaweza kuiacha ili iweze kusaidia warithi wako, kuliko kuitoa yote au sehemu kubwa ya mali hiyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii inaonesha wazi kwamba uhusiaji wa sehemu ya mali yako haitakiwi kuzidi thuluthi ya mali yako. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuonesha Saad utukufu wa mali kutumiwa na watu wako, warithi wako. Akasema, innaka ya Saadu law tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ta'ala, asema ewe Saad, lan tunfiqa nafaqatan, hutoi chochote cha kutoa kwa ajili ya Allah, illa ujirta alaiha, isipokuwa unapawa ujira, hatta luqmata taj'aluha fi fiyi imra'atik, mpaka tonge ambayo utaiweka katika mdomo wa mkeo, ama chakula ambacho utamlisha mkeo, pia Allah subhanahu wa ta'ala anakupa ujira kwa chakula hicho. Kwa hiyo mali yako kwenda kwa watu wako ni bora zaidi kuliko kuipeana na ikaweza kusambaa kwa watu wengine, ukawaacha warithi wako wakawa ni watu wa kuomba. Vile vile jengine ambalo latakiwa lizingatiwe katika kuhusia, la kwanza tumesema hakikisha kwamba anayemwandikia wasia asiwe ni katika wale warithi wake, wale watu wa kando kabisa ambao hawahusiani na mali yake katika kurithi. Lakini la pili tumesema wasia wake usizidi thuluth ya mali yake, na itakuwa ni bora ikiwa itakuwa chini ya thuluth. Lakini jambo la tatu, wayushhidu ala dhalika rajulain adlain muslimain, ashuhudishie juu ya hilo watu wawili waislamu wawe mashahidi. Fa in lam yujada farajulaini min ghairi almuslimin, ikiwa hawako patikana
Waislamu wawili waadilifu, basi kupatikane watu wengine wawili wasiokuwa Waislamu, ili kile kilichohusiwa kiweze kudhibitiwa. Kusipatikane baada hapo labda upinzani, kuwe na ushahidi wa maandishi, lakini pia wako watu ambao wameshuhudia kwamba wewe ulihusia fulani au watu fulani wapawe thuluthi ya mali yako ama chini ya thuluthi ya mali yako. Kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwenye Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu shahadata bainikum idha hadhara ahadukumul mautu hina alwasiyati ithnani dhawa adlin minkum, kwamba enyi mlioamini, ushuhuda baina yenu atakapokuwa amefikiwa na mmoja wenu na mauti, wakati wa wasia anataka kuhusia, kuwe na watu wawili waadilifu miongoni mwenu Waislamu, au akharani min ghairikum, au wengine wawili wasiokuwa nyinyi Waislamu, ikiwa Waislamu wamekosekana. Kwa hivyo hili lijulikane pia katika miongozo ya wasia, mashahidi wawepo. Lakini jambo jingine akasema, wa amma alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina, ama wasia kuhusia wazazi wako au watu wako wa karibu, alladhina yarithuna minal musi, ambao wanamrithi huyu muusiaji, fala tajuzu, haifai. Kwa nini? Liannaha mansukhatun biayatil mirathi, kwa sababu hao wamefutwa na ile aya ya mirathi. Kuna aya tumeisoma hapa ambao utakuta imejumuisha hata wazazi katika wasia, lakini aya hiyo imekuja kufutwa hukumu yake na aya ya mirathi ambao imebainisha kwamba wazazi wana mafungo yao maalumu katika urathi, lakini hata wale watu wako wa karibu zaidi ambao wana misingi ya kurithi kwako pia wana haki zao maalum. Aya ilisema hivi, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu, mumefaradhishiwa mmoja wenu akifikiwa na mauti, in taraka khairanil wasiyatu lilwalidain, kuacha wasia mwema kwa wazazi wawili, wal aqrabina, na kwa watu wa karibu, bil ma'rufi, kwa wema, haqqan ala almuttaqin, na hilo ni haki kwa wacha Mungu. Kwa pametajwa wazazi hapa katika mafungu au katika haki ya wasia, lakini aya hii ambayo imetaja wazazi hapa katika haki ya wasia ikaja kufutwa na aya ya mirathi. Kwa hiyo mzazi wako huwezi kumuhusia katika mali yako kwamba apawe kitu fulani kama wasia, ama mtoto wako au yoyote yule ambaye kisheria akitizamwa kwamba yote atakapokufa ana haki ya kukurithi, huyo hafai kujumuishwa katika wasia. Wasia anahusishwa mtu ambaye yuko kando kabisa, hana haki ya kukurithi. Mfano labda pengine mjombako hawezi kukurithi, au ndugu yako pengine hataweza kukurithi kwa sababu labda umeacha watoto wako uliowazaa wenyewe ambao watamzuia ndugu yako kukurithi, au mamako mdogo au shangazi yako. Watu kama hao ambao ni nasaba yako lakini wana upeo wa mbali kidogo, kuna vizuizo ambao vimewafanya hawawezi kukurithi, basi hao ndio ambao unaweza kujumuisha wasia. Au pengine hata nje ya familia yako, inaweza kuwa ni rafiki yako tu, hana uhusiano wote na wewe kinasaba, lakini ukaamua kwamba mimi nahusia huyu kwenye mali yangu apawe kitu hichi, ambacho miongozo yake ni kama tulivyozungumza. Kwa hivyo hili la wasia lisiende kwa wazazi au watu wako wa karibu wanaokurithi. Wabayana dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamma albayani fi khutbatihi fi hajjatul wada, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akalibainisha hili ubainifu kamilifu katika hutuba yake katika hija ile ya kuaga. Mtume akasema, inna Allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu, kwamba Allah amempa kila mwenye haki haki yake, fala wasiyata liwarithi, kwa hivyo hakuna wasia kwa mwenye kurithi. Wasia kwa mwenye kurithi haupo, kwa sababu tayari hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewashawapatia mafungo yao kisheria kwenye kurithi. Jengine ambalo twafaa kulizingatia katika masala ya wasia hapa kwa huyu mgonjwa, wayahrumu al-idraru fil wasiya, ni haramu kukusudia madhara kwenye wasia
Kama vipi? Ka an yusi bihirmani ba'dhi alwarathati min haqqihim min alirth, kama kuhusia kunyimwa warithi wake baadhi yao haki yao ya kurithi. Ukasema mimi nausia kwamba mtoto wangu fulani hafai kunarithi, labda pengine umemuona alikusumbua katika malezi, mkora, ni mtu msumbufu katika familia, kwa hivyo ukasema na mimi nikifa huyu asirithi mali yangu. Ukora ni wake, usumbufu ni wake, lakini ana haki ya kurithi katika mali utakayoiwacha. Kwa hivyo huwezi ukahusia kwamba huyu asipawe sehemu ya urathi wake, maadamu utakufa wewe kimbele, umwache yeye hai. Vile vile au yufaddila ba'dahum ala ba'd fihi, ama kafadhilisha baadhi yao juu ya wengine katika ile mali, wewe ukaanza kupeana kwa siri zawadi kwa watoto wako, wengine hawajui kabla hujafa, na kukabakia kidogo kichache ambacho kisha hicho kija kirithiwe na wengine pamoja na hao ambao labda uliwafadhilisha ukawagawanyia kabla haujakufa. Liqaulihi tabarak wa taala, kwa kauli yake Allah aliposema lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruḍa, kwamba wanaume wana mafungo yao kwenye kila ambacho wazazi wameacha au jamaa zao wa karibu, kiwe kichache kiwe kingi, kuna fungu maalum la faradhi tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshaweka. Kwa hiyo tusidhulumu tukaanza kuwadhulumu wale wanaoturithi, tukaanza kuwabagua wengine tukawatangulizia kuwapa kabla ya urathi kusimama, itakuwa hii ni dhulma ambayo haifai. Na iwapo mtu pengine mwenyewe ataamua kuigawanya mali yake kabla hajafa kwa watoto wake, basi ni agawanye sawa, kusipatikane mwingine ampata kidogo mwingine ampata kingi. Kama umeamua kuigawanya mali yako kabla hujafa kwa watoto wako au warithi wako, wataka kuwapa, manake wataka kuamilikisha, wataka kuitoa mali mikononi mwako, wataka mali hino kila mmoja amiliki mwenyewe, waitoa basi kisha kwamba utampa kila mmoja sawa sawa, bila kujali huyu ni mke huyu ni mume, tofauti katika misingi ya urathi, bila kujali huyu ni mkubwa huyu ni mdogo, kila mmoja atapata mali yako kisawa sawa, maadamu umeamua kuigawanya kabla haujafariki. Wa fil akhira minha, Allah akasema katika Qur'ani, min ba'di wasiyatin yusa biha au dayn ghaira mudar, kwamba ule urathi unagawanywa baada ya wasia, baada kutolewa kile ambacho mwenye kuhusia amehusia, au deni ambalo alikuwa mwenye mali ile alifariki alikuwa anadaiwa. Kwa baada ya kutolewa cha kilichohusiwa na baada ya kutolewa deni la aliyekufa mrithiwa, kitakachobaki ndicho ambacho kitarithiwa ghaira mudhar, lakini kutekelezeke hicho ama hilo bila ya kupatikana madhara, bila ya huyu mwenye kurithiwa kuwa ametia ndani yake madhara. Wasiyatan min Allahi wallahu alimun halim, huo ni wasia utakao kwa Allah, na Allah ni mjuzi tena mwenye upole. Kwa hiyo Allah anataka masala ya urathi kusipatikane madhara ndani yake, au masala ya wasia mtu atakapohusia kusio kumeingia madhara hapo ndani. Labda kuna baadhi ya watoto wako tayari ulihusia wapawe kitu kabla hujafa, au umewagawanyia kabla hujafa, na kuna wengine hukufanya hivyo, itakuwa ni madhara kwa kile kitakachobaki cha kurithiwa, kwa sababu hata hao ambao umewagawanyia watabidi warithi kile ambacho umekiacha. Na iwapo litajulikana hilo kwamba baba alitoa mali yake kwa baadhi ya watoto wake akawamilikisha kabla hajafa, wengine hakufanya hivyo, basi kesi hiyo inaweza kupelekwa mahakamani na mali zote zikaregeshwa kwenye milki moja, ili watoto wote waweze kuirithi kama mali ya wazazi wao au mzazi ambaye ameacha mali ile. Lakini hili linathibitisha kwamba wasia kama huo haufai. Walwasiyatul jairatu batilatun mardudatun, wasia huwa dhulma kwa warathi wako, ni batil, unarudishwa.
kama nilivyotangulia kuzungumza. Lau utapatikana baba amehusia kidhulma baadhi ya watoto wake au amegawanya mali kwa baadhi ya watoto wake, pengine amewaacha, ikijulikana hiyo, huo wasia unabatilishwa. Biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume aliposema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yoyote ambaye atazusha katika dini hii jambo ambalo halipo litarudishwa, litapindishwa, manake litabatilishwa. Kwa madamu wewe umefanya jambo la dhulma katika wasia, huo wasia utavunjwa ili mali irejeshwe kwenye asili yake, ili kila mtoto aweze kupata fungu kwenye urathi wake. Bali ipo hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alibatilisha wasia. Hadithi ya Imran ibn Husayn, anna rajulan a'taka inda mautihi 6 rajula, kwamba bwana mmoja alikuwa na mali ya watumwa. Manake wa zamani ilikuwa watumwa pia ni mali. Sasa wakati wa mauti yake akawaacha huru watumwa wote 6 ambao walikuwa ndo mali pekee ambayo watu wake wangerithi. Lam yakun lahu malun ghayruhum, hakuwa na mali nyingine isipokuwa hiyo. Fajaa warathatuhu min al-a'rab, wakaja warithi wake. Fa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sana, warithi hawa wakamweleza Mtume alichokifanya huyu mtu wao, kaweza labda kwa ndugu yao au pengine baba yao. Mtume akasema, awafaala dhalik, amefanya hivyo huyo, amewaacha huru watumwa wote ambao ndio walikuwa ndo mali yake ya pekee, na hiyo ndo mali ilikuwa murithi nyinyi? Wakasema hivyo ndivyo alivyofanya. Mtume akasema, lau alimna insha Allah ma sallaina alayhi, lau tungejua hivyo kwamba amefanya hivyo wasia huo ama jambo hilo la dhulma, tusingemswalia. Angalia hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyochukulia jambo hili. Anasema tusingemswalia kwa hile ambalo amelifanya. Kwa nini? Akawaacha watumwa wote huru, na ndio mali pekee ambayo mungerithi nyinyi. Hii ni dhulma ambayo ameifanya kwa watu wake ama watoto wake. Bas baada hapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa aqra bainahum, wale watumwa wote ambao walikuwa wamewaacha huru wakarejeshwa katika utumwa. Kisha akaweka kura, fa'ataka minhum 2, akafanyisha kura katika wale 6, wale watakaobahatika kuachika huru waachike huru, nao wakawa Mtume amepangilia 2 katika wao. Kwa hiyo 2 wakaachwa huru, waradda 4 fi riq, na 4 wakarejeshwa kwenye utumwa. 2 kwa kura ndio wakabahatika kuwa huru, na 4 wakarejeshwa kwenye utumwa, ikawa ndio mali iliyorudishwa kwa watoto ili kuirithi. Kwa hivyo ni makosa mzazi akiwa ana mali ya kurithiwa na watoto wake, alafu labda pengine yeye mwenyewe sema ni mali yangu hii bwana, hakuna mtu aweza kuiingilia, akaamua kwamba mimi naitoa wakfu mali yote hii, sitaki watoto wangu wapate chochote katika mali hii, shamba lote inalitoa wakfu, nyumba zote hizi naziweka wakfu. Hapana, ni makosa. La watoto watagundua hilo, iwe ni kabla hujafa au ni baada, waweza kwenda mahakamani. Au pengine anaweza kusema mimi nauza nchangu, mashamba yote nayauza haya, tuje nyumba zote naziuza hizi. Mwaweza kwenda mahakamani haraka nyinyi kama wazazi, kama watoto, kwenda kulishtakia hili kwamba baba anauza mali hii, mali ambao sisi ndio warithi wake. Kwa sababu mzazi anapochuma anachuma kwa ajili yake yeye na watoto wake, kwa lazima ajali maslahi ya watoto wake, kama Mtume alivyomuhusia Saadi kwamba kuwaacha watoto wako wakiwa matajiri, wana uwezo wa kumilikisha maisha ni bora kuliko kuwaacha wanaombaomba. Sasa itakuwaje wewe kama baba, Allah amekujalia mali, kisha mali ile waistafisha, pengine waiuza yote, na hutaki watoto wako wamiliki baada yako, au umeamua kuitoa wakfu yote kusipatikane chochote, au unaitoa sadaka yote, au unaitoa hiba, zawadi yote, ni makosa. Lau mtaligundua hilo kabla hajafa, mwaweza kupeleka mashtaka hao mahakamani, na ikiwa amekufa ule wakfu utabatilishwa, kitachukuliwa sehemu ya mali yake kama ambavyo sheria inasema ibakishwe katika wakfu, na nyingine itakobakia ili ingie katika sheria ya nini ya mirathi, kwa sababu sheria ya mirathi ni sheria ipo ndani ya Qur'ani,
Ni haki wewe kama baba kurithiwa. Allah ameweka mipango hiyo ya urathi. Kwa nini uamue kuweza kuistaafisha mali yako, ima kwa kuiuza yote ama kwa kuipeana wakfu yote, na ili hali pengine hauna mali nyingine isipokuwa hiyo? Bali ni vizuri kama mtu hana mali nyingine isipokuwa aina moja tu ya mali, asitoe mali hiyo wakfu, kwa sababu watu wake hawana chengine cha kumrithi. Kama una mali nyingine nyingi, Allah amekujalia, umejaliwa kuwa na mali nyingi, basi unaweza kuitoa hii wakfu, waweza kuitoa hii zawadi, waweza kuhusia ile, lakini kwa vipimo visizidi thuluthi ya mali yako. Kitakachobaki kitaweza kurithiwa na watu wako, lakini ulichonacho ni hicho hicho kimoja. Alafu hicho kimoja ndicho wakiandikishia wakfu au wakipeana, watoto wako wana haki ya kuweza kulalamikia hilo, kwa sababu haki yao ya urithi imesimama hapo kwa mujibu wa miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kumalizia, lamma kana alghalibu ala kathiri min an-nas fi hadha az-zaman al-ibtidaa fi dinihim, ilipokuwa hapa tuingia sasa katika adabu nyingine ama jambo jingine ambalo la mwisho katika mambo ambayo yanamlazimu mgonjwa baada ya kumalizia masala ya wasia. Kuna jingine hapa la muhimu zaidi ambalo mgonjwa anatakiwa alizingatie. Lamma kana alghalibu ala kathiri minan nasi fi hadha zaman, ilipokuwa mara nyingi kwa watu aghlabia katika zama hizi ni uzushi fi dinihim, katika dini yao. Watu wanapendelea kubandika mambo katika dini ambayo hatukuwekewa mwongozo wake kwenye Qur'ani au sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala wala siyama fima yataalaku bil janaiz, hasa katika mambo ambayo yanafungamanishwa na nini, na masala haya ya mazishi ama kufa kwa mtu. Kana min alwajibi an yusil muslim bi an yujahaza wa yudfan ala sunnati amalan biqaulihi ta'ala, itakuwa ni vizuri kwa Muislamu ausie kwamba azikwe maziko ambayo yatafuata mwongozo wa sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa utakapoona kwamba kwenye familia yako uzushi umekithiri, labda mwana sunna ni wewe tu peke yako, basi usia kama ni mtoto wako, kama ni ndugu yako, kwamba mimi nataka nikifa nisifanyiwe yote ya uzushi. Kuanzia kuswaliwa, kusindikizwa, kupelekwa kaburini, kuoshwa, kuzikwa, nisifanyiwe ya uzushi. Nisipelekwe kwa kasida na ngoma na sauti za kumswalia mtume kaburini kwangu. Nitakapoingizwa kaburini nisiadhiniwe humo ndani, manake watu wanaadhini katika makaburi. Nisomewe talkini baada ya kuzikwa juu ya kaburi. Ujaribu kuweza kuyafafanua, kuyaweka wazi yale mambo ambayo ya uzushi ambao watu hufanyiwa katika mazishi, hasa unapoona kwamba katika familia yako kumekithiri uzushi, ili uweze kuzikwa katika maziko ambayo yamelenga miongozo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kauli yake Allah aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokamana na moto, waquduha an-nas wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe, alaiha malaikatun ghiladun shidadu, katika moto huo kuna malaika wakali wenye nguvu, la ya'suna Allah ma amarahum, malaika ambao hamuasi Allah walichoamrishwa na Allah, wayafaluna ma yumaruna, na wanafanya walichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuwaambia watu wako msifanye uzushi katika mazishi yangu ni kuwaokoa na moto, unawakanya katika munkari huo, ili uzikwe maziko ambayo yanalenga miongozo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili ndugu zangu limethubutu kwa maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliweza kutoa miongozo kadha wa kadha ambayo hawataki wafanyiwe katika mazishi yao, ikiwemo hadithi hii ya Abu Barda asema, awsa Abu Musa radhiallahu anhu hina hadarahu almaut. Abu Musa al-Ash'ari alipofikiwa na mauti alitoa wasia huu, akasema, idhan talaqtum bi janazati, nitakapokufa mimi na nyinyi kuondoka na jeneza langu, ima kunipeleka msikitini kuswaliwa ama kunipeleka kaburini, fa asri'u bi almashya, muharakie wakati mnatembea na kaburi langu, muharakishe kupeleka jeneza langu, msitembee taratibu kama wanavyofanya manaswara wanapopeleka maiti zao kwenye kuziko. Lakini wala tutbi'uni bimijmar, musinifuate, musisindike jeneza langu kwa moto.
wala taj'alanna ala lahdi shay'an yahulu baini wa baina turab, wala musijalie kwenye lahadi yangu, kwenye ule mwanandani wa ndani ya kaburi, chochote kitachukua kinazuia baina yangu na mchanga. Yani munizike mwili wangu ulale kwenye mchanga, musiweke kitu, labda mkeka, mimi nilale juu ya mkeka, niwe mutanitenganisha na ardhi ya ndani ya kaburi. Wala taj'alna ala qabri binaa, wala musijalie juu ya kaburi langu jengo. Hapa anakataza mambo ya uzushi asifanyiwe, kwa kuwa anajua haya mambo watu hufanya. Kwa hiyo nikifa mimi sitaki nione juu ya kaburi langu kumejengewa kitu juu yake, ama kumefanyika lolote lile ambalo ni kinyume na mwongozo. Wa ushhidukum anni bari'u min kulli halika, na mimi nawashuhudisha niko mbali na kila mwenye kuomboleza kwa kunyoa baada ya kufa kwangu akanyoa nywele, au saliqatin au khariqa, ama yule mwenye kupiga mayowe makelele, yule mwenye kujidharulia nguo kwa sababu ya huzuni ya msiba. Asema masahaba wakamuuliza, sami'ta fihi shay'an, kuna kitu umesikia hicho kwa mtume, kwamba mtume anakataza maombolezi kama hayo? Akasema naam, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nimesikia hilo kutoka kwa nani? Kwa mtume wa Allah. Kwa hivyo kwa ushuhuda wa maneno haya na miongozo hii, ni vizuri wewe hasa unapojua kwamba jamii unaoishi nayo, familia unaoishi nayo ni familia ambayo wanapenda sana masuala ya uzushi, kumekithiri uzushi nyumbani kwenu, katika familia yenu, unawaambia kabisa, mimi nikifa, jeneza langu, maiti yangu waachieni wale ambao wana mwenendo kama wangu, na mazishi yangu yaende kisunna, yasiende kibida. Ujaribu kuyaeleza yale yote ambayo ya uzushi watu hufanyiwa, useme haya nisifanyiwe kama nilivyoeleza, nisiadhiniwe kwenye kaburi, jeneza langu lisiandamwe kwa kasida na ngoma na kumswalia mtume kwa wingi na kusoma Qur'ani kwenye kaburi langu, mambo yote ambayo ni ya uzushi haya. Lakini kaburi langu lisijengewe, yote yafanyike kwenye nidhamu na mwongozo ambayo yatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukifanya hivi utakuwa umeokoa familia yako kutokamana na moto, kwa sababu bid'a ni maasia, bid'a ni upotofu, wa kullu dhalalatin fi nar, na kila upotofu unampeleka mtu motoni. Na wewe utakuwa vile vile pia umeweza kujinasua katika hizo bid'a zao ambazo wangekufanyia wakati wa wewe ushafariki. Mpaka hapa ndugu zangu, itakuwa tumemaliza mkondo wa kwanza wa kuelezea masala yanayompasa mgonjwa kuyafanya katika maradhi yake, ili kuweza kutoa nafasi kwa wale ambao wako hai au wanamuuguza kuweza kushughulikia yale ambayo yeye ametaka yafanyike. Kikao kitachokuja insha Allah taala, tutaendelea mbele na mengine yanayohusiana na maandalizi ya maiti ya Kiislamu kufanyiwa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.